Bwana Kisugu, performance ya Morris Abraham ameimbwa sana kwenye mchezo wa jana, lakini pia michezo iliyopita. Unamuonaje kijana? Kwanza ni kijana mzuri, ni kijana Mtanzania ambaye mimi nafikiri ana talent kubwa kwenye football. Nafikiri kwamba kila Mtanzania amemuona. Mimi kwangu kwa mara ya kwanza lazima nikiri, Morris Abraham niliwahi kumuona wakati tulikwenda national team kule Morocco katika jimbo moja linaitwa Marrakesh. Kuna namna ambavyo timu ina qualify kwa mara ya kwanza, timu ya taifa ya Tanzania, goli linakwenda kufungwa na Abraham. Kwa hiyo kwangu ni kijana mzuri, ana kipaji kikubwa. Mimi na imani kwamba uwepo wake katika Simba atatusaidia vitu vingi sana. Lakini si Simba tu. Mimi nafikiri Morris Abraham ni tunu la taifa la Jamhuri ya Muungano kwenye football. Tukienda kuwatunza vizuri wale vijana, yule kijana, mimi naamini kuna mambo makubwa atakwenda kuyafanya ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kikubwa ninachoomba kwa Morris, atazungumzwa, atasemwa sana. Asikilize hiki ambacho kinachozungumzwa. Yeye ende akafanye kazi ndani ya dakika 90. Kisimtoe kwenye leli, kwa sababu najua Watanzania wakiamua kukusifia unaweza ukajiona Messi wa Afrika. Lakini naamini kwamba ni kijana mzuri, ana uwezo mkubwa. Jana ameona talent yake, ametusaidia kwa hali kubwa. Kuna namna ambavyo timu Simba inatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kuna wengine wanamfananisha na Luis Mixon. Yes. So dhambi. Luis Mixon alikuwa ni mchezaji mzuri, anatumia mguu wa kushoto mwenye kipaji kikubwa. Jonas Abraham ni kijana mzuri. Morris Abraham anatumia mguu wa kushoto, anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri, talent kubwa. Mimi naamini kwanza tumsifie sana mwalimu wa Simba Ahmed Morocco. Na kwa nini niliamini Morocco anakwenda kumdhamini kijana Morris Abraham? Kwa sababu ni kijana aliyekuwa naye kwenye national team. Ni kijana ambaye anajua na uwezo mkubwa. Kikubwa wana Simba kumuombea kuona namna ambavyo kijana anaendelea kupambana na anabaki kwenye standard yake. Kisugu, ni kama mnatumia nguvu nyingi kuaminisha kwamba Simba iko bora, lakini ile hali mwenyewe ukitazama hivi na msimu ambao umepita, unaionaje Simba msimu? Simba ni bora ya msimu huu kulikoni Simba iliyopita ya mwaka jana. Nasema hivi, Simba ni bora. Na ukitaka kujua ubora wa Simba, endelea kuvuta subira. Uko wapi Kisugu? Leo nimekupa mfano mmoja mdogo. Situation walioipitia Simba ingekuwa timu nyingine yote jana isinge qualify kwenye mashindano ya klabu bingwa. Nimezungumza hapo awali Mavara. Simba wamecheza jana wakiwa yatima. Technical bench mwalimu. Ngoja Mavara. Familia inapoondokewa na baba na mama ghafla, watoto wanaishije? Kwa hiyo ndio sababu ya mashabiki kutokuwepo. Nilichosema, mwalimu ni jambo la muhimu. Fadu Davis ndio aliyesajili timu. Fadu Davis ndio aliyokwenda na timu pre-season. Fadu Davis ndio aliyokwenda na mchezo wa kwanza. Alafu leo Mavara anataka nikufundishe kitu kimoja. Ngoja nikwambie kitu kimoja Mavara. Usitake kuwapandisha wazalamo. No. Mavara ngoja mbie. Utauliza, lakini kabla ya kuuliza sikiliza haya majibu. Mavara. Ahmed Morocco anapewa ile timu, ana siku 4. Kwenye timu kuna mtu anaitwa physical fitness, maana yake ndani ya siku 4 Simba mtu huyo akwa naye. Kwenye timu kuna mtu anaitwa analysis, kumwangalia mpinzani wako, ubora wake na udhaifu wake ukoje. Simba kupata mtu huyo ndani ya siku 4, kujua namna ambavyo ya mabadiliko ya unajua, ngoja niwaambie kitaalamu kwenye mpira. Kuna muda mwingine timu inaweza kubadilika kwa siku 3 siku 4 kutokana na mtu analysis alivyoangalia opponent yake namna ambavyo alivyo. Kwa hiyo zigo mnampa Fadu sasa kwa maana hiyo. Mimi binafsi nimesema sikuwa mnafiki. Kama Simba jana ingefanya vibaya na kutoka kwenye mashindano, adui yangu namba 1 alikuwa Fadu Davis. Sio kiwango cha wachezaji. No. Kwa sababu hawa alikosa magoli. Fadu Davis kukosa magoli ni jambo la kawaida. Mavara. Japokuwa washabiki tunatamani kila nafasi inopatikana ikatumike. Kwa nini msiwaambie wachezaji kwamba kiwango chao kimeshuka? Tutakapoona wameshuka wachezaji viwango vyao tutasema kwamba wameshuka. Lakini mlibano ambapo this is football. Tumecheza na bingwa sisi. Mavara nakupa ofa. Ngoja Mavara. Timu gani jana ukiondoa Simba ya Tanzania imecheza na bingwa kutoka kwenye nchi zao katika mashindano haya? Ni nyie tu. Sasa wewe unamsikia bingwa kwenye nchi yao na kuwa mtu mwepesi? Mavara, nataka nikuulize swali la pili. Nitajie kwenye kumbukumbu yako, ukiondoa Simba, timu gani kubwa Tanzania iliwahi kufanikiwa kuwafunga Botswana na kuwatoa kwenye mashindano? Township Rollers wamewatoa Yanga katika uwanja Benjamin Mkapa, au wakati hujaanza kazi ya waandishi wa habari wewe? Ndio. Yanga anapigwa, sio Suluhu. Anapigwa na Township Rollers. Wewe hujaanza waandishi wa habari? Lakini Kisugu, kwenye hii hatua ya awali, kwa nini uwapongeze basi Yanga? Kwa sababu wao aggregate ni kubwa ukilinganisha na nyinyi. Siwezi kuwapongeza kwanza, tufanye tathmini timu waliocheza nayo.
Nasema hivi, unaweza ukaingia kwa shilingi. Kwa maana ipi Kisugu? Sasa ninachosema, unakubaliana na mimi timu waliocheza nayo nyuma mwiko hawajawahi kuwa bingwa kwenye nchi waliotoka? Ngoja unakubaliana? Unakubaliana na mimi timu waliocheza nayo hata miaka 8 haijatimiza, mwanangu Faris ni mkubwa kuliko ile timu, unakubali hiyo? Sina data hizo lakini ni kweli. Wewe mwandishi unachindwa kujua data hizo? Kwamba ile timu ya miaka 7 mpaka kufika pale kufika. Wewe unataka kusemaje Yanga wamepata mteremko? Wewe timu imefika hapa chakula cha mchana wamekwenda kula Jangwani. Wewe kumuona Skudu anaomba mpaka ice cream. Nani? Spice ilikuwa ni press Kisugu. Ilikuwa ni press Kisugu. Hakuondoka niulize mimi. Baada ya press pale akuondoka na akavuta sehemu. Wenzenu wana kocha mifumo kama inakubali vile. Na Mavara na kuahidi. Mifumo kama wewe Mavara na kuahidi. Video zako tunazitunza Kisugu. Mavara wewe na kuahidi. Mimi Kisugu. Ali Omari Mikoi Ali maarufu Kisugu nikuwa na akili timamu. Kuna kocha wa timu kubwa akifikisha wiki 2 zijazo Mavara njoo uchukue 138,000. Kisugu leo tarehe ngapi kwani? 29. Yes. Wiki 2 tunazungumzia kabla ya kuadhimisha. Nasema njoo uchukue 138,000 wewe Mavara. Tena mimi nakupa 1,000 zote 138,000 na zichange. Kwa maana Romain Folz kocha ambaye hacheki. Jana niwaambie waandishi wa habari kimefanyika kikao cha online jana usiku saa 2. Kinajadiliwa kocha na kocha mwingine washaanza kutafutwa. Romain Folz sio kocha bora? Jana ndio kocha pekee na historia alikaa timu kwa siku 4 na habari hiyo. Lakini Folz ni bora. Umemtazama kwenye hizi mechi. Bora Ahmed Morocco anakabidhiwa mechi moja timu na qualify. Nisikilize. Lazima makocha. Kwa ubora wake. Kwa ubora wake. Umempa mechi moja. Sawa tumekubaliana naye. Na amekwenda kutimiliza yale ambayo Simba tunafanyaje? Tulioyataka. Mwaka jana tunacheza na timu ya Libya. Mwaka jana tunacheza na timu ya Libya. Mlisemaje waandishi mechi ya kwanza tulivyocheza na kina Mabururu baada ya kuona kiwango cha Simba? Wewe Mavara sikumbuki vizuri. Ukumbuki vizuri na kizima data kujiona la mjini. Simba Mavara Simba langu la mwisho Kisugu. Romain Folz akifukuzwa pale Yanga kama mnavyosema mtamchukua kwa sababu nyinyi hamna kocha. Kwani moja katika timu ambazo zinakwenda kuajirigi makocha bora kabisa ni Simba Sports. Simchukue Romain Folz. Nasema hivi kocha mwenye viwango. Kocha wa Simba ameshafika. Ana sifa zote. Wala hamna shida. Ana sifa zote. Jopo lake la ufundi linaingia kesho. Break yenu ya mwisho kwenye klabu bingwa ni wapi? Tunakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kisugu sijakusikia vizuri unasema? Tunakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika msimu huu. Yes. Kwa Simba hii. Yes. Mnaenda kucheza klabu bingwa barani Afrika. Kabisa bila mashaka. Kwa nyinyi na Al Ahly iwe Mamelodi mtacheza nao. Yes, inshallah. Kikubwa tuendelee kuhesabu. Ndio. Klabu bingwa barani Afrika. Kama unaongea machoni lakini moyoni mwenyewe unaona. Mungu ananiumba najua naongea niko na moyo safi. Simba najua ubora wake. Kutoka Roni. Moja ya kocha ambaye tunamsajili hajawahi kufeli katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Wachezaji pia tuna quality player Simba. Quality. Basi Kisugu tuishie hapa. Kabla ya kuishia hapa. Mchezo wa pili tunacheza na Singizi. Kutoka wapi wale? Eswatini. Na taarifa ambazo ninazo rasmi na wapa wana Simba. Mechi ile tunarudia kucheza Botswana Francis Town. Jana nilikuwa nimefanya research, nimejaribu kuangalia, nimejiridhisha, mechi tutakwenda kucheza Botswana, Francis Town. Kwa hiyo niombe sana mashabiki wa Simba tufanye utaratibu kwenda kuisupport timu. Aidha tarehe 17 ya mwezi huu unaokuja au tarehe 19 ya mwezi unaokuja. Twendeni kwa mabasi mawili tukashahidie Simba inakwenda kutengeneza mazingira mazuri ya kwenda katika mashindano. Kisha robo finali tuwaitaje? Hatuwezi kuishia kwenye robo finali. Mkitokea mmeishia. Target ya Simba ni kwenda kucheza finali na kuchukua ubingwa klabu bingwa barani Afrika. Tarehe 29 leo Kisugu. Yes. Tunatunza hizi kumbukumbu. Wewe tunza tu. Vizuri kabisa. Yes. Basi sawa. Unaenda kupata breakfast? Yes. Jangwani. Hela ipo. Nani? Nyinyi hamja print jezi nyingine. Mimi kijijini kwetu pale kuna maandishi yamewekwa mlangoni kwa baba yangu. Anasema ujinga hauna mtu maalum. Kwa maana ipi? Nimesema tu. Haya, sawa. Naamini kwamba tumemaliza
wiki ya mechi za kimataifa, ilikuwa wiki sio nyepesi, ilikuwa wiki ya kimchaka sana kwenye timu zetu 4 ambazo zinapata nafasi ya kushiriki katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Timu zote zimequalify, 2 zimequalify klabu bingwa na 2 zimequalify katika shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekuwa jambo jema, limekuwa jambo zuri kuona namna ambavyo taifa hili kwenye timu 4 zote zimequalify kutoka raundi ya kwanza kwenda kwenye raundi nyingine. Kwa hiyo ni jambo jema, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Story nyingine zitabakia, maneno mengine yatakuwepo, lakini kama taifa hili limesimama imara kwenye michezo, kuna namna ambavyo timu zetu 4 zote zinafanya vizuri. Lakini kikubwa lazima tumpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Nafikiri goli la mama ameliona kwa namna ambavyo vijana wanajitoa, wanapambana kwenye jasho na damu, kuna namna ambavyo wanakwenda kuchukua ile zawadi, lakini pia wanalisimamia taifa katika mashindano ya kimataifa. Mara baada ya mchezo wenu wa jana dhidi ya Gaborone United, anazungumzwa Hemed Morocco na wachambuzi miongoni mwa watu waliofanya Simba wawe katika performance ya kawaida, lakini Hemed Morocco yeye anawazungumza wachezaji, uwezo wao na hali yao ya physics wamewafanya wachezaji waonyeshe mchezo wa kawaida. Kisugu, tuanzie hapa, ni sawa kumtupia lawama Hemed Morocco? Kwanza mimi nimpongeze sana Hemed Morocco. Ni kocha ambaye ameonyesha ukubwa wake. Unapokwenda kumzungumzia Hemed Morocco, unakwenda kumzungumzia kocha wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini unapokwenda kumzungumzia Hemed Morocco, ni mwalimu ambaye amepewa dhamana kwenye mechi moja kuhakikisha kwamba Simba wana qualify kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi naamini alichofanya Hemed Morocco ni ujasiri ambao hata mimi mwenyewe Kisugu ningekuwa mwalimu nisingeweza. Unakwenda kubeba mzigo mzito katika hali ngumu. Lazima tukubali kwamba Simba imepita kwenye situation kubwa. Simba ndio timu pekee kwenye Afrika Mashariki na Kati lenye benchi kubwa kuliko timu nyingine yote. Simba limeondokewa na benchi zima la ufundi. Mwalimu ambaye alosajili, mwalimu ambaye alokwenda na timu pre-season, mwalimu ambaye aliongoza Simba kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Gaborone ya Botswana. Leo unapokwenda kuiacha timu ghafla, maana yake kitaalamu kwenye psychology timu haiwezi wachezaji wakawa vizuri. Tumepita katika kipindi kigumu, Hemed Morocco anajua, lakini alipopigiwa simu na viongozi wa Simba, mara ya kwanza ninavyofahamu mimi ilikuwa ni ngumu sana kumshawishi kukubali kubeba ule mzigo. Lakini Hemed Morocco mwisho wa siku akabeba ujasiri, akabeba uzalendo, akakubali kubeba ule mzigo, lakini tunamshukuru amefanikisha na amekwenda kutimiliza matakwa ambayo viongozi wa Simba waliomkabidhi. Watu wanashindwa kuelewa, ngoja niwaambie. Makubaliano ya Hemed Morocco na Simba ilikuwa mechi moja tu kuivusha. Jana ilikuwa mechi ya kwanza na jana ndio ilikuwa mechi ya mwisho kuiongoza Simba. Lakini amekwenda kupigana kusimama imara akiwa mpweke kwenye technical bench. Hana wa kumsaidia, hana wa kumshauri. Alisimama kama Hemed Morocco kuna namna ambavyo timu inakwenda na qualify. Tumekwenda kucheza na timu ngumu. Timu kutoka Botswana hazijawahi kuwa nyepesi, lakini tunashukuru Mungu tumequalify. Moja ninachoamini mimi, yale mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, hususan kwenye hatua za awali, hakuna msimamo wa ligi baada ya mechi kusha. Hakuna nani aliongoza baada ya mechi kusha. Firimbi ya mwisho itakapopigwa ndiko ambako matokeo yanafanyaje? Yamekwisha. Wao kafu wanachoangalia nani amequalify kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Niwape historia ndogo ambayo Watanzania wengi na watu wa mpira hawajui au wameisahau. Simba Sports kutoka taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio timu ambayo imefanikiwa kuwatoa wa Botswana mara nyingi ambapo tunavyonaje tunapokutana nao. Japokuwa wao walipata nafasi ya kututoa kupitia Johan Galaxy, lakini sisi tumewatoa mara nyingi kuliko wao. Na hakuna timu yoyote ya Tanzania, nieleweke, hakuna timu yoyote Tanzania ukiondoa Simba iliyowahi kuitoa timu kutoka Botswana. Kwa sio kuwa na kumbukumbu upande wa pili labda. Alafu istosha katika haya mashindano kwenye timu 4 tulizocheza, timu iliyocheza na bingwa ni moja, Simba Sports Club. Ni Simba Sports. Kwa mimi naamini mechi ilikuwa ngumu.
Nawapongeza vijana walipambana. Japokuwa tukucheza katika kiwango ambacho chetu Simba tufanyaje? Tulichokizoea. Lakini dhamira ile mechi sio magoli mengi, dhamira ile mechi kuona Simba inafanyaje? Ina qualify. Kisugu, mwalimu Hemedi Moroko ametupia mzigo wa lawama kwa wachezaji kwa kusema viwango vyao, hali yao ya upambanaji na fitness ilikuwa chini. Pengine kipi kilichofanya wachezaji kuwa katika hali hii? Psychology inaweza kukuondoa kwenye standard yako ambayo ulikuwa nayo kila siku. Nimezungumza hapo awali. Unajua nitoe mfano mmoja. Ni sawasawa familia inayoondokewa na baba na mama kwa ghafla. Umeeleka vizuri? Watoto wataishi kwenye maisha gani? Kwa muda mchache. Maisha magumu. Tumepitia kwenye situation ngumu Simba. Mno. Kama tungekuwa na viongozi ambao hawako strong, ile mechi Simba jana tulikuwa tunakwenda kuaga mashindano. Kuna jambo limefanyika jana na Botswana kwenye uwanja, wachezaji wao walionekana kama kuna vitu wanafanyaje? Wanavimwaga. Watu wakajiuliza, sisi hatuna viongozi? Kwani wewe unaamini ulozi Kisugu? Watu wakasema, hivi kwa nini wameachiwa wako huru? Niwaambie mechi ya jana hata walinzi kwenye uwanja hawakutakiwa kwa mujibu wa taratibu za CAF. Walinzi hawakuhitajika. Na ndio maana ile mechi imechezwa, unaona walinzi pale? Hakuna. Kikubwa tuwapongeze sana wachezaji. Mimi kwangu binafsi wamepambana, wameivusha timu. Waswahili wanasema aliyopita sindwele tugange. Kisugu, umesema na kama inavyotamkwa Hemedi Moroko jana ilikuwa mechi yake ya kwanza na ya kipekee kwa Simba Sports Club. Sababu alisimamishwa kama caretaker wa mechi moja. Wanazungumzwa makocha wengi ikiwemo Miguel Gamondi. Kisugu, wewe ni mtu wa Zandani, unajuaga mapema nani anakuja kuiongoza Simba. Kwanza huyo kocha ambaye pengine atakuja Simba utaridhika naye na ubora alionao, pengine Simba itarudi kwenye makali yake tuliyoyazoea? Kwanza nimpongeze sana mwenyekiti wa bodi wa klabu ya Simba, Clantus Magori. Na niwaambie waandishi, kachimbeni hili. Mwalimu wa Simba ameingia jana usiku. Watu walisimama ya pote ya Jamhuri. Mwalimu wa Simba ameingia jana usiku. pengine taifa lake. Moja ni mwalimu mkubwa kwenye bara la Afrika. Anatokea taifa gani? Lakini pili ni mwalimu ambaye ameshafundisha vilabu vikubwa kwenye bara la Afrika. Lakini tatu ni mwalimu ambaye amepata mafanikio makubwa mno kwenye mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Pia hata uraia wake basi. Pengine muda ukifika Ahmed ataongea. Muda? Naamini kwa aina mwalimu Simba waliyemleta, aina mwalimu aliyetelemka jana, Simba anakwenda kuwa bingwa klabu bingwa barani Afrika. Kisugu, rudia hapo. Kauli tata kidogo hiyo. Simba mwalimu aliyeshuka jana ambaye ndani ya siku 4 zijazo atatangazwa na Ahmed Ali, Simba inakwenda kuwa bingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Serious. Ni mwalimu mwenye viwango vikubwa mno kwenye bara la Afrika. Na mwalimu ambaye ana historia kubwa kwenye soka la bara la Afrika. Lakini siwatajii. Lakini tutajii. Jana maana halisi ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika ni mechi ambalo cheza Simba na Gabaro. Imekwenda kuonyesha uasilia mashindano ya klabu bingwa barani Afrika ugumu wake. Wanasema watoto wa mjini wanasema sisi tumekutana na timu, wao wamekutana na viande. Sio bora wa Yanga ndio umefanya. Kuna timu imekuja Tanzania imecheza na timu moja kwa Tanzania. Ile timu na mwanangu Faris ni mkubwa kuliko ile timu. klabu bingwa shirikisho. Klabu bingwa. Mwanangu Faris ni mkubwa kuliko ile timu. Kwa hiyo waandishi lazima niseme, mechi haikuwa nyepesi. Mechi ilikuwa ngumu. Gabaro wanakuja kwenye ile mechi tayari mtu analysis ameshaisoma vizuri Simba kujua ubora wake na udhaifu wake. Emedi anakwenda kwenye ile timu, siamini hata kwamba alikuwa na mtu analysis kumwambia udhaifu na ugumu wa Gabaro ukoje.
Kilichotubeba, mimi naamini ubora wa Hemed Morocco na ujasiri wa wachezaji wa Simba kujitoa kuipambania Simba. Namtaka Gamondi, yanasemwa hayo na baadhi ya wachambuzi ambao wao wanasema wanapata taarifa za usajili na taarifa za klabu mapema. Wapo wanaojiita wafadhili wa Tanzania. Nimesema na nilijibu hilo. Nimesema mwalimu wa Simba kashuka jana. Sio huyo wanaomtaja wao. Kashuka jana usiku wa kuamkia leo. Pengine kwa kuwachanganya watajia hata utaifa. Simba watataja, ila mimi naambia walimu wa Simba amefika. Kisugu, kwa tulichokiona jana kuelekea malengo ambayo yamewekwa katika mashindano ya klabu bingwa na klabu ya Simba kuhakikisha kwamba wanavuka robo finali na kwenda nusu finali, hatimaye kuweza kutoa hata taji lenyewe. Umeuona mwanga na matumaini yako vipi sasa? Yes. Lengo la Simba kuna namna ambavyo tunakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi binafsi kwa uzoefu wangu kwenye mpira naona Simba tuna timu nzuri na Simba tunakwenda kufanya makubwa sana kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Niwape kumbukumbu iliyokuwa ndogo tu. Mwaka jana mechi ya kwanza Simba tucheza na wala Libya. Al Ahly Tripoli. Kwao tulitoka suruhu bila kufungana. Tunakuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mapema tu Mabururu anaiweka. Lakini mwisho wa siku Simba ikashinda goli 3-1. Namna performance ya Simba watu walivyoiona kaona kabisa Simba hii haiwezi kufika mbali. Lakini ndio Simba ilikwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Niwaambie wana Simba wasiwe na hofu katika hili. Waendelee kuisupport kwenye timu yao. Simba inakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika hii. Kisugu, baadhi ya mashabiki wa Simba wametupa lawama kwa nyota wao Jean-Charles Ahoua. Wanasema kwamba ndiye aliyefanya mechi ikawa ngumu, kutokutumia zile nafasi mbili alizozipata za wazi kabisa. Pengine unalipi la kuzungumza Kisugu? Watu wanamtupia lawama nyingi sana Jean-Charles Ahoua. Kwanza niwapongeze kwa mitazamo yao. Wana mitazamo mizuri, kama mashabiki wana haki ya kutoa maoni yao. Kwangu binafsi nampongeza Ahoua, naamini kwamba ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye ametoa mchango mkubwa jana kuiona Simba inatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Lazima nikubali nikiri kuna magoli yamekosa, this is football. Kuna muda mwingine unafanya vizuri na kuna muda mwingine unakosa magoli. Nitaendelea kuwa support wachezaji wa Simba, nitaendelea kuwapa mioyo wachezaji wa Simba, na msemo mmoja tunapenda kutumia aliyopita Sindwele, tugange ajaye. Yanazungumzwa mambo kuwepo kwa X factor, ambapo kwa upande wa pili wanazungumzwa X factor wengi sana. Hamed Dombia, Pacome Zouzoua. Kwako wewe, kwa maana ya Simba Sports Club, ugumu wa mechi, wachambuzi wanasema kutokana na Simba hawana X factor na Fadlu alimuhitaji mkashindwa kumpatia. Viongozi wa Simba wana la kulaumiwa hapa. Mmenukua maneno yao Kisugu, sio mimi. Kwa hiyo kwenye klabu yako X factor hakuna kaka. Ni maneno, na siku zote wanasema mdomo nyumba ya maneno. Nyinyi mnaamini wachambuzi wanasema, waendeleeni waache kusema. Lakini hao mnaozungumza wanachezaji wa aina hiyo, nendeni mkaangalia kwenye ligi ya NBC. Wao wana point 3 na goli 3, nasi kwenye ligi ya NBC tuna point 3 na goli 3. Ukaenda kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika, nimesema hakuna msimamo wa ligi. Wao wamequalify kutoka hatua moja, nasi tumequalify kutoka hatua moja. Wao wamecheza na timu ambayo si bingwa kwenye nchi yao. Simba amecheza na timu bingwa kutoka kwenye nchi yake. Kwa hiyo mimi naamini Simba tuko vizuri, Simba tuko sawa sawa. Simba ndio tuna key player Mtanzania mwenye uwezo mkubwa. Anazungumzwa na waandishi wengi kuliko mchezaji kiumbe kingine chochote. Nani? Kuna mchezaji anavaa Simba jezi namba 18. Kaulizeni sio anaitwa nani? Mimi jina silijua. Anaitwa nani yule? Hata nyoandisha mjue. Kwa hiyo naamini tuna timu nzuri, tuna timu ambayo ilokamilika, na namna ambavyo vijana wanapambana, mimi na imani nao kubwa. Kuna namna ambavyo tutakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini Kisugu, ukitazama tangia umeanza msimu kuanzia kwenye Simba Day na mechi kadhaa, wengi wanasema quality ile ya wachezaji moja moja, kile kiwango kimeshuka Kisugu. Yaani ukizungumzia Mpanzu, Jean-Charles Ahoua na wengine, ile ubora huo umeshuka mchezaji moja moja. Kwenye timu Mavara alikwambia kitu kimoja. Kabla hujaangalia individual player, lazima uangalie combination ya timu ikoje.
Inawezekana kwa wachezaji mmoja mmoja wana uwezo mkubwa, lakini combination ya timu kafanyaje? Ikashindikana. Mimi naamini Simba tunajideia kikubwa zaidi muunganiko wa timu kwa namna inavyocheza kuliko ni mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo mimi naamini bado majibu yangu yako pale pale. Kikosi ambacho kitachokwenda kutoa kimasomaso wa Tanzania katika mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka, hususan klabu bingwa barani Afrika, ni Simba Sports. Mmetaka ndio hivyo, hamkutaka ndio hivyo. Shukrani sana. Washukuru sana waandishi wa habari. Lakini chupa ndio ile ile. Mzigo wa zamani watapeleka wapi? Mzigo wanapeleka wapi? Sasa kama biashara wameanza kulalamika kwa. Sasa hivi unauliza swali tu. Wameanza kulalamika. Goalkeeper anavaa namba ngapi? Ukitajwa unapewa jezi. Wameprint nyingine. Tumefikia huko. Tumefikia huko sasa hivi. Umeisha. Au mtano tunalalamika. Sio gani wecha? Kiso mzigo umeisha. Na nyinyi print nyingine badilisheni hiyo. Ni waibie siri hii. Haijawahi kusemwa na mwanadamu wote katika Simba Sports. Mwaka huu jezi Simba nilizokwenda kuvaa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, wallahi haijawahi kuvaa timu yote kwenye bara la Afrika zitakazozinduliwa. Yes. Sawa Kisugu. Asubuhi njema. Asante.